Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji wa ZBC popote pale unapotuangalia wakati huu. Kipindi chako cha asubuhi na ZBC umefika ule wakati wake ambapo tayari tuko hewani moja kwa moja. Utakuwa nami mtangazaji wako Hamis Faki. Wageni nitakujulisha baada ya dua kwamba kwanza tumuombe Mwenyezi Mungu kutuamsha tukiwa tuko hai na wazima. Maana uhai lakini na uzima unachangia kwamba ndio ujisikie vizuri zaidi. Sasa na wale wenzetu ambao hali zao si nzuri kimaisha, pengine wagonjwa, basi inshallah Mwenyezi Mungu awarahisishie mambo yao. Lakini kuna wenzetu tayari sasa hivi wameshatayarishwa kwa ajili ya kwenda kuhifadhiwa katika makazi yao ya kudumu kwa sasa hivi. Nayo ni kwamba mtu anaelekea katika kaburi. Basi na Mwenyezi Mungu awasamehe madhambi yao, lakini pia awape pepo. Na hayo ni matarajio yetu sisi baada ya kuondoka katika mgongo huu wa ardhi pia. Kwa hivyo inshallah Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri na atuongoze na atuondoshe kila matatizo ambayo yanatukabili sisi na viongozi wetu. Baada ya hayo mpenzi mtazamaji, kwanza hebu tuwasikilize wadhamini wetu wanatueleza nini na wao. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa hisani ya Benki ya Watu wa Zanzibar Limited, PBZ. Habari mteja, PBZ imekuletea Zan ePay, mfumo wa kulipia wa kielektroniki Zanzibar. Ni habari njema kutoka sasa kwenda mbele. Hakuna haja tena ya kupanga foleni kwenye kufanya malipo mbalimbali katika mamlaka za serikali. Jalia unataka kulipa mahakamani, kupasisha chombo cha moto au kusajili jina la biashara. Fika katika mamlaka husika ambayo unahitaji kufanya malipo na utapatiwa namba maalum iitwayo control number. Kinachofuata ni rahisi kabisa. Ingia kwenye menyu yako ya PBZ Mobile Banking kwa kupiga *150 *40 alama ya reli. Chagua namba 4 malipo ya Ankara. Chagua nambari 11 Zanzibar Authorities. Ingiza control number, hakiki taarifa utakazoziona na kubali malipo kwa kubonyeza nambari 1. Kisha utapokea ujumbe mfupi wenye risiti ya malipo yako. Ndugu mteja, kumbuka huduma hii imeanza kupatikana katika mamlaka mbalimbali za serikali na tupo katika jitihada za kuhakikisha huduma hii inapatikana katika mamlaka zote. Zan ePay imekuja kurahisisha maisha yako. Na mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuarifu kwamba baadaye nitakujulisha nani wageni wetu kwa leo katika studio zetu hizi za ZBC. Leo tumepata nafasi nzuri sana ya kupata ugeni kutoka Tume ya Mipango ya Maendeleo yetu ya Zanzibar hapa, ambapo tume hii mwenyekiti ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein, lakini anao watendaji ambao wamewateua maksudi kwa ajili ya kufanya kazi za kiutendaji katika tume hiyo. Sasa naye hapa katibu mtendaji wa Tume ya Mipango Zanzibar Bwana Juma Hassan Reli, akishirikiana na Bimashavu Hamis Omar ambaye yeye ni kamishna wa utafiti pamoja na mambo ya tathmini katika tume hii ya mipango. Kwa hivyo wote hao tutakuwa nao wakati huu kuanzia sasa hivi mpaka tukapomaliza kipindi hichi, ili kuwauliza baadhi ya maswala ambayo bila shaka kwa nyinyi wananchi mtataka kujua kazi zake, majukumu ambayo imepangiwa tume hii kufanya na wanafanya nini na wananchi wanafaidika na nini kuwepo kwa wao. Kwa hivyo hicho ni kitu ambacho kwanza nikwambieni kwamba hii tume ya mipango si kwamba ni kitu kigeni katika serikali ya Mapinduzi Zanzibar, ni kitu ambacho kipo siku nyingi. Lakini je, pengine itakuwa imefanywa uboreshaji zaidi ili kuweza kufanya kazi zao kwa urahisi au kufanya kazi zao vizuri au kupata utanuzi katika shughuli zao za kila siku. Kwa hivyo ina wajumbe, ina watu wengine ambao wako karibu kwa maana ya kwamba kusaidia jambo hilo. Kwa hivyo hayo yote nakupeni mukhtasar, lakini maelezo wanayo wao kamili. Kwa hivyo nikaribisheni katika studio zetu za ZBC. Asante sana. Sasa katibu mtendaji, wewe ndio masuli zaidi kwa maana ya kwamba una majukumu mengi ambayo umepangiwa. Hii tume kwanza muundo wake iko vipi? Nakushukuru sana ndugu mtangazaji na Hamis Faki. Naam. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwashukuru wenzetu wa ZBC kwa kutupa fursa ya kuja kueleza kwa kifupi na kwa kirefu Ndio kuhusu majukumu ya tume ya mipango. Nadhani wengi watakuwa hawaielewi
hii taasisi na imekuwa ikifanya kazi kwa muda mrefu kama ambavyo umetangulia kusema. Historia ya tume ya mipango ni ndefu sana na imekuwepo kufuatana na katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 sura ya 12 kifungu cha 125 hadi 127. Hii ni tume ambayo imeundwa kisheria na kihalali kabisa na inaongozwa na Mheshimiwa Rais akiwa kama ni mwenyekiti wake. Tume kwa sasa hivi kufuatana na sheria ina wajumbe 13, wakiwemo kwanza kabisa Mheshimiwa Rais akiwa kama mwenyekiti, lakini kuna makamu wa pili wa rais ni mjumbe, vile vile waziri wa fedha mjumbe. Kuna wajumbe wengine 6 ambao wanaingia kwa nafasi zao, lakini vile vile kuna wajumbe wengine 3. Kwa hivyo wote ni wajumbe 13. Tume sasa hivi na kufuatana na uteuzi ambao umefanyika ina wajumbe 11. Kwa hiyo utakuta kuna nafasi 2 ambazo bado hazikujazwa. Tume ya mipango kwa jinsi ilivyoundwa na sheria ndio chombo ambacho chenye uwezo wa kupanga na kusimamia utekelezaji wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii na huduma zote za wananchi. Uwepo wa tume ya mipango umeelezewa kabisa katika sheria namba 3 ya mwaka 2012 ambayo iliundwa tena ili kuweza kuimarisha uwepo wa tume ya mipango. Kama ambavyo nilitangulia kusema kabla, tume ina majukumu mengi. Lakini kati ya majukumu ambayo yanasababisha tume iwepo, kwanza ni kutoa ushauri wa kisera za kiuchumi na fedha kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na kwa serikali nzima kwa ujumla katika fani za maendeleo ya kitaifa. Lakini pili, kutayarisha vipaumbele vya kitaifa na kuleta maelewano miongoni mwa taasisi za serikali kama itakavyokuwa katika miongozo itakayotolewa na tume mara kwa mara. 3, kufanya mapitio mara kwa mara kwa tathmini ya uwezo wa rasilimali watu na nyenzo za Zanzibar kwa azma ya kukuza maendeleo na ufanisi na matumizi yenye tija. Jingine ni kutayarisha mipango ya maendeleo ya muda mrefu, muda mfupi, muda wa kati na muda wa kuratibu mipango hiyo kwa serikali kuu na serikali za mitaa. 4 ni kufanya ufuatiliaji na tathmini kwa miradi ya maendeleo. 5 ni kufanya utafiti kwa masuala mbalimbali ya maslahi ya kitaifa, na mwisho kabisa ni kushughulikia masuala yanayohusiana na ushirikiano wa kiuchumi. Sasa tume ya mipango kama ambavyo nilielezea Mheshimiwa mtangazaji kwamba ni ile tume ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais. Lakini kazi zote za tume zinaratibiwa na secretariat. Na secretariat ndio hiyo secretariat ya tume ya mipango ambayo mimi nimekabidhiwa kuiongoza. Sasa hii secretariat ya tume ya mipango ina idara zifuatazo. Kwanza kabisa kuna idara ya mipango ya kitaifa ya kukuza uchumi na mipango ya kitaifa, maendeleo ya kisekta na kupunguza umaskini. Ya pili ni ukuzaji uchumi. Ya 3 ni mipango ya rasilimali watu na demografia. Ya 4 ni idara ya ufuatiliaji na tathmini. Ya 5 ni ofisi ya mtakwimu mkuu. Ingawa ofisi ya mtakwimu mkuu ni ofisi ambayo inajitegemea, lakini bado iko chini ya muundo wa tume ya mipango. Na hivi karibuni chini ya muundo mpya imeanzishwa idara nyingine, idara ya utawala ambayo inatoa huduma za kiutawala na utumishi kwa idara zote ambazo ziko chini ya secretariat ya tume ya mipango. Ndugu mtangazaji, labda nielezee tu
sheria imeelezea nini kuhusu majukumu makubwa ya tume ya mipango. Naam. Kwanza kabisa, shughuli ambazo zinatakiwa zitekelezwe na tume ya mipango, ukiachilia mbali yale majukumu makubwa, lakini ni kuratibu utekelezaji wa malengo ya maendeleo ya dunia. Kama ambavyo unaelewa ndugu mtangazaji pamoja na wanaotuangalia, nchi yetu sio kisiwa, nchi yetu ni sehemu ya dunia. Kwa hivyo tunatakiwa tufate mipango ya maendeleo ya kimataifa, inaitwa Sustainable Development Goals. Sasa hizi tunapopanga mipango yetu ya maendeleo, lazima tuangalie kwa jinsi gani tunaakisi ile mipango ya maendeleo ya kitaifa. Kwa hivyo tunachokifanya tunapoweka mipango yetu ya maendeleo, basi tunaangalia katika ile mipango ya maendeleo ya kitaifa inasema nini, ina vigezo gani, ina goals au malengo gani na viashiria gani, ili tuweze kukidhi haja ya kwenda sambamba na hizi Millennium Development Goals. Lakini nyingine ambayo ni shughuli mahsusi ni kuhakikisha kwamba malengo haya tulikuwa tunayatekeleza hapo kabla, lakini yalikuwa chini ya Millennium Development Goals, ambazo sasa hivi hizo Millennium Development Goals zimeondoshwa na badala yake zimekuja hizi Sustainable Development Goals. Nyingine ambalo shughuli mahsusi ambayo tunaifanya ni utayarishaji wa dira ya maendeleo ya Zanzibar, na vile vile kufanya mapitio mara kwa mara. Dira ya maendeleo ya Zanzibar kwa sasa hivi ni dira ya maendeleo ambayo tumelenga mwaka 2020. Kwa hiyo utakuta kuna muda mfupi kabla kumalizika. Kwa hivyo tunatekeleza hiyo ili kuona kwa kiasi gani tunaweza kufikia yale malengo ambayo tumeweka. Kwa mfano, nitoe mfano mdogo tu. Chini ya hii dira ya mwaka 2020 tulipanga Zanzibar ifikie uchumi wa kati wa kipato cha mtu mmoja mmoja. Sasa uchumi wa kati wa kipato cha mtu mmoja mmoja, manake kwa viwango ambavyo vimewekwa na Benki ya Dunia ni dola 1,040. Dola 1,040 pato la mtu mmoja. Sasa na hili pato la mtu mmoja linafikiwa vipi? Tunachukua ile pato la taifa, tunagawa kwa idadi ya watu ambao wako ndani ya taifa, na tunapata hili pato la mtu mmoja mmoja. Sasa Zanzibar sasa hivi tunakaribia sana kufikia hicho kiwango, ingawaje mwaka 2020 huko miaka miwili inayokuja, sasa hivi pato la mtu mmoja mmoja linafikia dola 928 kufuatana na vigezo vipi ambavyo tumefanya hivi karibuni vya takwimu. Kwa hivyo ni kusema kwamba tumebakiza kiwango kidogo sana kuweza kufikia hilo lengo. Miongoni mwa malengo makuu ya dira hiyo ni kuondosha umaskini kabisa, na tunalenga kuondosha umaskini, na kwanza lakini tunajipanga kuondosha umaskini ambao wa chakula. Mtu hawezi kumiliki hata chakula chake cha siku. Ule ndio umaskini wa mwanzo kabisa ambao tunaulenga. Alafu tena umaskini mwingine kwa jumla. Sasa nafikiri ningechukua nafasi na nikampa Bimasha kidogo akapata nafasi ya kuanza kutueleza majukumu, ingawa mengine baadhi na hisi kama umeanza kuyaeleza. Lakini kwa sababu Bimasha wewe ni mtu wa utafiti na mambo ya tathmini, na majukumu mengi ambayo yanaonekana katika tume ndio na utawala kazi za tume zenyewe. Sasa hebu tupe majukumu ya awali, ni yapi hayo? Asante ndugu mtangazaji, asante ndugu watazamaji. Majukumu makubwa kama alivyoeleza katibu mtendaji ni hasa kuratibu hii utayarishaji wa maendeleo ya Zanzibar. Na maendeleo kama ilivyosema, kwanza tunakuwa na mpango wa maendeleo. Kwa tuna mpango wa maendeleo wa muda mrefu ambao ni vision, dira ya Zanzibar, ambayo kwa sisi tuna dira ya hadi miaka 2020 ambayo ameshaanza kuielezea katibu mtendaji. Lakini sasa hii dira baadaye huwa tunaigawa, kwa sababu miaka 20 ile ilianza tangu mwaka 2000. Kwa mwaka 2000 mpaka 2020, miaka 20 ni muda mrefu. Kwa hiyo hii ili kuweza kuitekeleza yenyewe tunaigawa katika muda mfupi wa miaka mitano.
Kwa hiyo kwa Zanzibar kwa sasa hivi tuna mpango wa mwisho Mkuza 3 ambao ndio tutautekeleza mpaka 2020. Lakini kabla ya hapo tulitayarisha mpango wa mwanzo kabisa ambao ulikuwa ni uliitwa mpango wa kupunguza umaskini, Zanzibar Poverty Reduction Plan, ambao huu tuliutekeleza kuanzia mwaka 2002 mpaka 2005. Alafu baada ya hapo tukapanga mkakati mwingine ambao mkakati wa kukuza uchumi na kupunguza umaskini ambao tuliutekeleza kuanzia mwaka 2007 mpaka 2010. Hapa tutaona labda kuna hapa 2006 kulikuwa hakuna kitu. Kilikuwepo, lakini kwa sababu ile mpaka 2005 ili kutayarisha mwingine, kwanza huwa tunafanya kama mapitio. Kwenye hii 2000 na huu mkakati wa mwanzo tumefikia wapi? Tulikuwa na matatizo gani? Tulikuwa na mafanikio gani? Alafu yale yote tunayapata ndio tukatayarisha mpango huu, tukayapata tukaweza kutayarisha huu mkakati wa kukuza uchumi na kupunguza umaskini ambao unajulikana kama Mkuza. Kwa hiyo huu Mkuza namba 1 tuliutekeleza kuanzia 2007 mpaka 2010, na baada ya hapo kumalizika na tukatayarisha Mkuza mwingine, Mkuza namba 2 ambao tuliutekeleza kuanzia mwaka 2010 mpaka 2015, na huo baada ya kukamilika nao tukautayarishia Mkuza mwingine, Mkuza namba 3 ndio ambao sasa hivi tunaendelea kutekeleza. Sasa huu Mkuza namba 3 ndio tumeanza kutekeleza kuanzia mwaka 2016 ambapo ndio ulipitishwa rasmi na serikali. Sasa huu ndio tunakwenda nao mpaka 2020. Kwa hiyo mafanikio ya Mkuza namba 3 ndio ambayo itatupelekea kujua kwamba kweli tumefikia yale malengo yetu ya ile dira au hatujafikia na changamoto gani. Na kwa sasa hivi tu kwa taarifa yako na pamoja na watazamaji wetu kwamba tumeshaanza mchakato wa kuanza kujitayarisha dira mpya ambayo itakuja kuanza mwaka 2021 mpaka hapo tutakapoamua, kutokana kwa sasa hivi tunafanya kwanza kupitia haya yote ambayo tumeyatekeleza kuanzia mwaka 2000 mpaka sasa hivi. Kwanza tunapata kufanya mapitio. Kwa hiyo yale ambayo tutaweza kuyabaini mafanikio, changamoto na mengineyo, hayo ndio ataweza kuja kutufanyisha tutayarisha hiyo dira nyingine. Kwa hiyo na hayo yote ndio ataweza kutufanyia sasa, kutufanya tuweze kujua dira yetu sasa tunataka twende mpaka mwaka gani. Na haya wakati wa utayarishaji haya yote, tunapotayarisha dira, tunapotayarisha na hii Mikuza, pia tunaangalia na yale malengo ya kidunia, Sustainable Development Goals, malengo ya kidunia ambayo yametayarishwa kama alivyosema katibu mtendaji kwamba sisi ni kisiwa kwa jiografia, lakini katika utendaji tuko ni sehemu ya dunia. Kwa hiyo inabidi pia tufanye kazi za dunia. Kwa hiyo na maana na sisi baada ya muda tunatakiwa tuwasilishe katika Umoja wa Mataifa utekelezaji wa haya malengo ya milenia. Kwa hiyo tunavyotekeleza na tunavyopanga hii dira na hii Mikuza tunavyokwenda, pia tunaangalia mahitaji ya yale mipango ya kimataifa. Kwa hiyo pia tunakwenda nayo sambamba. Kwa hiyo kwa hii sasa hivi ambao tunimkuza namba 3 ambao ndo tunafanya kazi wenyewe umetayarishwa na tangu 2016 na mpaka 2020 unatekelezwa. Kwa hiyo katika muundo wake kwanza kuna dhamira. Ni dhamira gani ambayo inatekeleza Mkuza namba 3? Kwa hiyo kuna dhamira ambayo ni ukuaji wa uchumi na maendeleo kwa ya jamii kwa manufaa ya watu wote. Kama tunavyojua sasa hivi tunasema tusimwache mtu nyuma. Watu wote lazima tuwachukue. Leave no one behind kama Sustainable Development Goal inavyosema. Halafu pia tuna ujumbe katika Mkuza namba 3 ambayo hii inasema hasa ni kufikia uchumi na maendeleo ya kijamii ya hadhi ya nchi yenye uchumi wa kipato cha kati, kama tulikuwa kishaeleza katibu mtendaji kwamba tuna malengo ya kufikia huko, na hili ni lengo lile la vision. Na kama nilivyosema kwamba hii Mkuza namba 3 sasa hivi tutakapotekeleza, tutakapofanikiwa na changamoto zake, ni kwamba sasa hivi tunataka kuangalia na dira kwa pamoja. Kwa yale malengo ya dira yote ndio tunatakiwa tuweze kuyaona katika kupitia Mkuza namba 3. Sasa huu Mkuza wenyewe pia una maeneo makuu ya matokeo, key result area, ambayo ni 5. Ya kwanza ni kuwezesha ukuaji wa uchumi jumuishi na endelevu. Ya pili ni kukuza uwezo wa watu. Ya 3 kutoa huduma bora kwa wote. Hapa tunaposema huduma tunakusudia huduma zote. Huduma za afya, huduma za elimu, huduma za maji safi, huduma za nyumba, kupambana na majanga haya ya kimazingira na majanga ambayo yanatengenezwa na binadamu. Kwa mfano mafuriko, kama hivyo kuzama, moto na mambo mengineyo kama hayo. Yote tumeangalia katika hii eneo namba 3
la kukuza huduma. Halafu pia kuna eneo la kukuza mazingira endelevu na uhimili wa mabadiliko ya tabia nchi. Kama tunavyoona sasa hivi dunia yetu imekumbwa na mabadiliko ya tabia nchi, ambayo kuna kupanda kwa maji ya bahari, na sasa hivi maeneo mengi hata ambayo ya wananchi walikuwa wanalima wale pembezoni mwa bahari yanaingia. Kwa hiyo ili kupambana, kwa sababu kuzuia hatuwezi, tayari shatokea. Lakini sasa tunafanya ile kupambana na kuweka ili tuweze kuyahimili yale mabadiliko au yale matatizo ambayo yataweza kuletwa kutokana na haya mabadiliko ya tabia nchi. Na la mwisho, so kwa muhimu lakini kwa mpangilio, ni kushikamana na misingi ya utawala bora. Kama tunavyojua utawala bora ni muhimu, na utawala bora ndio unaweza kuendesha mambo yote. Bila utawala bora hatuwezi kuwa na ukuzaji wa uchumi, bila utawala bora hatuwezi kuwa na huduma bora, wala hatuwezi chochote. Kwa hiyo pia hii imewekewa nayo eneo maalum la ambalo litaweza kuangalia mambo ya utawala bora. Kwa hiyo halafu hii mkuza baadaye hii ni ya miaka 5, lakini pia na yenyewe baadaye tunakuja kuitengenezea mipangilio ya mwaka mmoja ambao tunatengeneza bajeti kila wizara, kila taasisi inahusika. Kwa hiyo inaangalia yeye ni eneo lake lipi katika mkuza ili aweze kulipangia kwa kila mwaka aweze kutekeleza ili mwisho wa siku tuweze kufikia yale malengo ambayo tumejiwekea. Asante. Ashavu umefanya kazi moja kubwa sana ya ghafla, lakini kuna bado masuala ambayo yanahitaji kwamba lazima tukuulizeni, na tunakuulizeni kwa sababu wananchi wapate kuelewa vizuri zaidi hii mipango, kwa sababu wewe mtu wa utafiti na tathmini, unafikiri kuna maendeleo makubwa ambayo yamepatikana hata mkafikia kwamba baada ya hapa mnaondoka tena mnatengeneza sijui kama ni sera nyingine au mipango mingine? Hili liko vipi? Kuna maendeleo kweli makubwa ambayo mmefanikiwa? Asante ndugu mtangazaji. Nadhani kama ambavyo mwenzangu amesema hapa, kila baada ya mpango maalum wa maendeleo huwa tunafanya tathmini, na tunapofanya tathmini tunagundua vitu vingi sana, lakini kimoja kikubwa ambacho kimeonyeshwa kwenye tathmini ni ukuaji wa uchumi, kwa sababu kigezo kikubwa ambacho kinatumika kwenye uchumi ni ukuaji wa pato la taifa. Sasa pato la taifa limekuwa likikua kutoka huko ambako tulikuwepo, labda kwenye dola 500 mpaka sasa hivi pato la taifa limefikia dola 928. Kwa hivyo hiyo yenyewe ni maendeleo. Lakini pili, tuna vigezo kama mfano kama mfumuko wa bei za bidhaa. Mfumuko wa bei za bidhaa katika uchumi ni muhimu sana, kwa sababu kwanza unampunguzia mlaji gharama za maisha, lakini vile vile unawezesha serikali kuweka mipango yake ambayo haitoathirika kutokana na mfumuko wa bei. Kwa hivyo hata wawekezaji wanapoona kwamba mfumuko wa bei katika uchumi ni mdogo, basi wanahamasika kuwekeza. Nao vile vile mfumuko wa bei umekuwa ukiongezeka. Lakini vile vile ongezeko jingine ambayo tumeliona ni kwamba sekta yetu binafsi imeendelea kukua na imeendelea kuwa na mchango mkubwa. Kama utakumbuka Bwana Hamisi, huko nyuma serikali ilikuwa inafanya kila kitu, lakini sasa hivi kazi kubwa hii ya kufanya biashara imetolewa sasa hivi, imechukuliwa na sekta binafsi. Kwa hivyo hayo ni maendeleo. Lakini vile vile kuna maendeleo katika elimu. Elimu nayo imepiga hatua kubwa. Sasa hivi wanafunzi ambao wanatolewa katika vyuo vyetu kwa mwaka mmoja wanafika 4,000. Huko nyuma tulikuwa hatuna wanafunzi hao, lakini kuongezeka kwa vyuo vikuu, sasa hivi tuna vyuo vikuu 4, lakini huko nyuma tulikuwa hatuna hata kimoja. Kwa hivyo haya ni baadhi tu ya mambo ambayo nilisema tunayaangalia kwa karibu sana kujua kwamba uchumi kwa mfano kwa mwaka 2017 umekuwa kwa 7.7 uchumi wa Zanzibar. Ile kasi yake ukuaji imeongezeka
kwa 7.7 baada ya rebase. Rebase ni maana yake ni kupitia ule mfumo wote utaratibu wa kutayarisha pato la taifa. Kwa hiyo tumefanya mapitio, tumegundua kwamba uchumi wa Zanzibar ulikuwa kwa 7.7. Sasa haya yote ni mafanikio makubwa. Chingine ambacho kimetusababisha tuanzishe kwa mfano idara ya ufuatiliaji na tathmini ni mapitio ambayo yalifanyika yakagundua kwamba tumekuwa tukifanya uwekezaji mkubwa. Serikali imekuwa ikifanya uwekezaji mkubwa katika sekta za kiuchumi, sekta za kijamii, lakini tulikuwa hatufuatilii kama malengo ambayo yalikuwa yamepangwa yanafikiwa au hayakufikiwa, na kama hayakufikiwa kwa nini hayakufikiwa. Kwa hivyo kuanzishwa kwa idara ya ufuatiliaji na tathmini ni matokeo ya kufanya ile tathmini ya kuona kwamba kwa kiasi gani hii mipango yetu ya maendeleo inafanikiwa au vinginevyo. Labda wakati na fursa ya kuzungumza, Mheshimiwa mtangazaji, niseme tu kwamba mipango ya maendeleo ni kama safari ambayo inadumu muda mrefu. Na ndio maana tunakuwa na dira. Ukiangalia dira hii ambayo tunaizungumza sasa hivi ya 2020 iliasisiwa mwaka 2000. Sasa ikaweka kipindi cha miaka 20 ili kuweza kuangalia kule ambako tunataka twende. Kwa hivyo Kamishna Masha hapa alisema kwamba tuna mipango ya muda wa kati na muda mfupi. Kwa hiyo tunachokifanya tunapanga, tunagawanya ile miaka 20. Nasema miaka 20 tutakuwa na miaka mitano mara 4. Kwa hiyo tunapanga katika kila miaka mitano tufanye nini ili baadaye tuweze kufikia lile lengo ambalo tulikuwa tunalilenga kufikia tutakapofika mwaka 2020. Kwa hivyo ndani yake kuna mipango mingi. Tuna mipango ya maendeleo ambayo ndio hiyo miradi mingi ambayo serikali imekuwa ikifanya kwa kutumia fedha zake za ndani, lakini vile vile kutumia mikopo na misaada. Lakini vile vile kuna shughuli hizi za kawaida. Shughuli za kawaida ni kwa mfano tunalipa mishahara, tunalipia mafuta, tunalipia stationery ili kuifanya serikali iweze kufanya kazi yake sawa sawa. Kwa hiyo tume ya mipango kazi yake kubwa ni kuratibu. Hatusemi kwamba mipango yote ya serikali ambayo inatekelezwa na Serikali ya Mapinduzi inafanywa na tume ya mipango, lakini sekta zinatayarisha mipango yao. Lakini sisi kama tume ya mipango kazi yetu sasa kuangalia, je, ile mipango ambayo inatayarishwa na sekta inalingana na dira, inalingana na mipango yetu ya muda wa kati, inalingana na mipango yetu ya muda mfupi. Kwa hiyo tunakaa na sekta kuambia kwamba mipango hii inakubaliana na dira ya maendeleo au haikubaliana na dira ya maendeleo. Na ndo hapo tunapowekea malengo viashiria ili kuweza kufikia, na ili na sisi kama tume ya mipango kama waratibu tuweze baadaye kuja kupima kile ambacho kimepangwa na sekta. Naam, mpenzi mtazamaji wa ZBC, naona bora nikae vizuri ili nikupe nafasi. Bado kuna masuala mengi sana ambayo tume hii lazima tuwaulize, kwa sababu tumeona kwamba unafuu wa mwananchi ni kwamba pengine kama alichokizungumza kuna mambo ya mfumuko wa bei ambayo ni kitu gani kinachomfanya mwananchi aone kwamba pato la taifa limeongezeka lakini mwenyewe pengine halioni. Sasa hili ni swala ambalo nikisha kuruhusu simu aanze kulijibu ili na nyinyi mpate nafasi ya pengine kuuliza hicho ambacho mtakuwa mna kihitaji. Sasa Banjuma, sisi sasa hivi tumefungua simu ili tupate maswala ambayo labda pengine watazamaji nao watakuwa, lakini hili swala liloliuliza mimi kama mwananchi wa kawaida, ukiniambia pato limeongezeka na kwa sifahamu limeongezeka vipi, na hichi kama bado niko katika shida tu, niko katika tabu, nikenda pengine dukani bado nanunua kitu ghali, pesa yangu ndo ile ninayoipata. Hebu hapa unawajibu nini wananchi kuhusu swala hilo? Napokea simu kesha, lakini ujue swala ndo hilo la kwanza. Halo, salamu alaykum. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nani mwenzetu, napiga simu kutoka wapi?
napiga simu kutoka Michenzani Ikwajuni. Bwana Adam, lete masuala yako. Asante. Mie kwanza katika siku hata leo nimefurahi ndani ya moyo wangu Bwana Hamisi leo. Naam. Kwa sababu hawa watu kama tulikuwa tunawapata kila baada ya miezi miwili katika kioo hichi cha ZBC tutapata maendeleo makubwa kabisa. Lakini watu kama hawa wamekuwa adimu. Maana adimu yao hawa baada ya leo Bwana Hamisi na wasiwasi. Tutakuta mwakani siku kama ya leo. Hapana. Maana wako very busy kuja kwa wananchi. Sijui kwa sababu gani. Tutajitahidi wapatikane. Kwa wao. Hatuwapati kikawaida watu kama hawa ili kuwauliza. Ndio. Sasa hebu wajipange kila baada ya miezi mitatu wanatupitia katika ZBC. Kuwauliza sisi wananchi tuna mambo mengi ya kuwauliza. Haya, twende kwenye swala. Mimi kwanza hapa nakuja katika masuala yangu. Haya. Moja katika masuala yangu nitakauliza. Kwanza swala langu la kwanza kwamba katika mwaka 2016 na 17 na hii imekuwa imetokezea katika miaka mingi kwa Hamisi kwamba matumizi ya serikali yanakuwa makubwa kuliko matumizi ya maendeleo. Kwa mfano mwaka April Juni matumizi ya kawaida yalikuwa 107, lakini matumizi ya maendeleo yalikuwa 53 tu. Huo mwaka 2016 2017. Sasa langu la kwanza ni kwa nini matumizi ya kawaida yanakuwa makubwa kuliko matumizi ya kimaendeleo? Na baadhi ya nchi nyingi huko duniani washaondoka, matumizi ya kimaendeleo yanakuwa makubwa kuliko matumizi ya kawaida. Sasa naomba wajibu swali langu hili. Ni kwa nini sisi bado tuko nyuma katika matumizi ya kimaendeleo? Hilo swali langu la kwanza. Lakini swali langu la pili, tumekuwa tuna mipango mikubwa katika masuala ya kimaendeleo. Ni Mkuza 1, Mkuza 2, sasa hivi nakuja sasa Mkuza 3. Kwa mfano, hebu niambie suala la bandari ya Mpiganuri. Sasa hivi karibu limo ndani ya midomo ya Zanzibar, karibu sikosei kama miaka 25 au 30. Kwa mfano, airport yetu hii ya Terminal 2 ndio imevuka malengo, imevuka pesa zake kuliko hata Terminal 2 ya Tanzania bara ambayo kubwa kuliko yetu. Kwa mfano, jambo la tatu katika mfano huo, pale Bwawani, mradi ule mkuu wa sehemu ya Bwawani nao unaonekana kama unaendelea kufeli. Sasa kwa nini hii mipango yetu inakuwa inachukua muda mrefu na mengi yao inafeli au inazuka bajeti kama vile airport ndogo lakini imekuwa hali kuliko airport kubwa? Kwa nini mipango yetu inakuwa tunaipanga lakini inavuka malengo au inafeli? Ni kwa nini hapa katikati? Na hatuwasikii watu kukamatwa, hatuwasikii watu kufikishwa katika vyombo vya sheria, hatuwasikii watu kufungwa. Hilo swali langu la pili. Lakini swali langu la tatu kwa Hamisi, hivi niambie kwamba inaonekana kwamba kuna tatizo kubwa na katika bajeti yetu. Anaambie kwamba mapato yetu ya ndani na wahisani wanaochangia bajeti yetu, vipi uwiano wake? Bado tunategemea wahisani kutoka nje au vipi masuala hayo? Lakini swali langu la mwisho dogo ili niwachie wenzangu, hebu niambie hivi tume ya pamoja ya taifa ya Tanzania hii ya fedha bado kidogo imekuwa changamoto kubwa, na iko miradi inacheleweshwa kwa sababu fedha zake zinaingia katika serikali ya muungano. Hebu niambie hii tume ya pamoja ya fedha hii, mbona swala hili bado kidogo kiliko kizunguti? Tumekwama wapi? Tanzania tunakosa fursa nyingi sasa kuhusu hii tume ya pamoja ya fedha. Wapi? Na imekuwa ikizungumzwa sana baada ya wakilishi katika bunge. Hebu leo tupo ukweli, wapi tunakwama na hii imekuwa imeleta tatizo gani hapa katikati? Mimi naomba jibu hilo kwa wale tunajipata nafasi itapiga tena. Hawa watu bwana tunawataka sana waje katika dunia sasa. Haya, asante. Na tepe bwana, masuala tushamaliza kipindi bwana. Sasa bwana Juma, nafikiri kwanza tungeanza na swala letu lile ili tujue kwamba mwananchi wa kawaida anajuaje, anafahamu vipi kwamba labda pengine kuna kitu ambacho kinamfanya apate imani kwamba labda
yeye kwa upande wake kafanikiwa na serikali imemweka kwamba hivi bwana, mipango yetu iko vizuri. Lakini ngoja tupate simu kwanza ya mwisho. Halo, asalamu alaykum. Waalaikum salaam Hamisi. Na Naitwa Abu Amar. Haya bwana Abu Amar, leti habari. Leo watu mimi namuunga mkono na Tepe anavyosema kwamba watu adimu sana na Adim, naam kweli. Uwe mtaalamu wa hayo mambo ndio ufahamu na kuuliza. Naam. Bwana Jumareli hapo kasema pato letu sasa hivi liko 7.7. Lakini mimi napenda kumwambia watu wanapiga kelele sasa hivi kwamba haya mambo yanakuwa kwenye nadharia tu. Mzunguko wa pesa haupo. Kama anakaa hapa bwana Jumareli asharudi kutoka bara, basi mzunguko wa pesa tunamwambia haupo. Tatizo liko wapi? Mzunguko wa pesa haupo. Na watu wanapiga kelele, anasema kwamba sasa hivi watu kwenye dola 900 kipato hicho mtu anapata. Mbona hatujioni? Kwa mfano, mtoto sasa hivi bwana anakwenda shule, anatakiwa apewe shilingi 1000, lakini watu hawaifodi, anampa 300. Sasa hilo pato liko wapi ambalo limepanda kiasi hicho 7.7? Hilo ndio tatizo letu sisi wa Zanzibari. Lakini swala lingine la pili, naamini katika hiyo mipango ambayo wanafanya na utafiti ni kupanga mji. Lakini mbona kile ukitaka kupangwa wakubwa wenyewe hao ndio wanaoharibu mji? Kwa mfano ndio kama hapa Mbuyuni hapa ni pale Babafazo. Sasa mtu mwakilisha na kwenda kujenga kama pale, na nyinyi mpo serikali ya mshauri, na katika mipango ambayo mnapewa Umoja wa Mataifa ni kupanga mji maendeleo. Sasa kubwa sana hapo wamejenga Mbuyuni, Bafazoni, yani shaka la barabara hii ya milioni. Lakini lingine ambalo linachangia vile vile ambalo tunaviona sisi wananchi, kipato cha mwananchi na nyinyi wakubwa na waziri na wafanyabiashara na sisi wananchi wa chini huku kiko baina, yani mbingu na ardhi. Wananchi tunaona haya, tufikiri hatuyaoni. Lakini la mwisho kabisa, kama alivyohusiana Tete, haya magari mnunua ya serikali haya, maprato, magasi ya gani, mnakwenda wapi? Sisi tumetembea ulimwengu, hizi gari ambazo zinatumika kwa serikali ni gari ambazo economy sana na zina maendeleo mazuri. Ni lazima mpate mapesa pesa dumizidi, kila mtu ana maprato, ana matunda gani. Sasa mnajenga vipi maendeleo ya utafiti ya mkusanya hapo kwamba ya magari mmenunua ni ghali sana, inachangia kuharibu uchumi wa nchi? Salamu alaykum. Na Sheikh Hamisi tunataka kidogo tusimamani hatu na hili wamejibu watu wawili wameuliza hivi, tunakupateni kama alivyosema na Tepe at least miezi miwili sio mitatu. Salamu alaykum. Asante. Hiyo ndo habari na ndo changamoto zetu hizi. Kwa hivyo ngoja kwanza tufanye bye bye ili kwa haya masuala tulikuwa tumeyapata nafikiri anaweza. Swala letu kwanza halijajibika. Nafikiri na wao ndo yapo haya masuala ndo takriban ndo lile moja kuhusu kipato. Mwananchi wa kawaida na haelewi, anasikia tu maneno kwamba serikali hivi sasa pato lake liko hivi, pato la mwananchi liko hivi, lakini akijiangalia anajiona kila siku anaona kama anapata shida katika matumizi yake, anapata shida katika maendeleo yake. Na huku kuna tume ambayo imeundwa kwa ajili ya pengine kupanga mambo hayo ili kuondosha jambo kama hili. Hebu kidogo tusimulie. Naomba nianze. Anza Bimasha. Watamaliza. Asante mtangazaji. Pia kwanza tunashukuru kwanza ndugu Adam na Tepe na bwana Abu Amar kwa maswali yao mazuri ambayo yana changamoto, na pia kwamba wao wamejibu, lakini wao ndio wamepata nafasi wamwakilisha wananchi wengi ambao pia wana maswali kama haya. Kwa mimi nitaanza alafu baadaye katibu mtendaji atamaliza. Tunaposema pato la taifa tunakusudia nini? Tunakusudia ni uzalishaji wa huduma katika nchi husika, pamoja na huduma na bidhaa zote kwa pamoja. Kwa hiyo tunaangalia kwenye kilimo tumezalisha kiasi gani. Kwenye kilimo tunakusudia mazao, uvuvi, mifugo yote. Kwenye usafirishaji kitu gani kimezalishwa? Kwenye viwanda kitu gani kimezalishwa?
Kwa hiyo haya yote kwa ujumla wake ndio tunasema kwa pamoja ule uzalishaji ndio tunapata ile kiwango cha ukuaji wa pato la taifa. Kwa hiyo tunaposema sasa pato la mtu mmoja mmoja, tunachukua haya yote kwa sababu haya tunachukua kiwanda kimezalisha kiasi gani, faida imepata. Mtu mmoja mmoja pia tunachukua kwa sasa, kwa hiyo kwa ujumla wake ndio tunayachukua. Baadaye tukasema kwa mwaka wa 2017 pato letu la taifa ni hili. Kwanza tunakuja na ile jumla yake ambalo kwa mwaka 2017 kwa kabla hii kwa bei ya mwaka 2007 kwa Zanzibar tulikuwa tuna bilioni 1,363 ambao kama ni trilioni 1 na uzalishaji wa wote. Kwanza mtu mmoja mmoja tunakuja tunajumlisha, tunapata kama ni kiwanda, kama ni skuli, kwa ujumla wake ule uzalishaji wote. Ndio. Halafu baadaye hili tunapata tunagawa kwa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo maana hapa hata ule mtoto kwa idadi ya watu wa Zanzibar ambao ni milioni 1.5 ambao hata ule mtoto mchanga ambaye hazalishi chochote lakini naye pia tunamuingiza. Ndio tunapogawa tukasema pato letu la taifa ni kiasi fulani kwa mwaka 2017 kwa bei ya 2007. So hii ambayo katibu mtendaji amesema kwa sababu tumefanya rebasing ambayo bado hatujaanza kuitumia ni bilioni 1,300. Kwa hii tunagawa kwa hii milioni 1.5. Kwa ndo tunapata ukuaji wa pato la mtu mmoja mmoja lile kwa shilingi za Kitanzania ilikuwa ni 889 ambazo ni sawa na dola 900 kama zilivyoeleza katibu mtendaji. Kwa hiyo sasa kwa nini mtu mmoja mmoja anasema hayo? Tunaposema umaskini, hatusemi tu mtu kiasi gani unazo mfukoni. Lakini tunaunganisha mahitaji, tunasema pia uwezo wake wa kumwezesha. Anapata elimu, ana afya, ana pahali pazuri pa kukaa, anaweza kuvaa nguo nzuri, anaweza kutembea katika barabara nzuri, anapata maji safi. Kwa hiyo hizi zote sisi tunaposema umaskini, hizi zote ni sehemu ya umaskini. Kwa hiyo sio tu kwamba ni kiasi gani cha pesa ninacho mfukoni au kiasi gani cha pesa ninapata. Kwa hiyo tunachukua mahitaji yote ya mtu kwa ujumla wake. Kwa hiyo mahitaji ya elimu kwetu Zanzibar katika kwa Afrika Mashariki kwa viashiria vya umaskini ambavyo sio wa kipato, Zanzibar tunaongoza. Tuko vizuri manake kiwango chetu ni kidogo. Kwa sababu ukiangalia karibu 45% ya watu wameunganishwa na umeme. Tukija kwa upande wa net enrollment, uandikishaji wa wanafunzi, asilimia yetu ni kubwa kuliko maeneo mengi ya Afrika Mashariki. Kwa sababu ya ule uchache wetu ya uchache wetu, lakini pia na huduma zetu kwamba zinapatikana. Ndio. Tukiangalia hakuna mtu ambaye anaweza kutembea zaidi ya kilomita 5 hajapata, hakuna kituo cha afya. Tukija upande wa huduma tunakuja swala jingine, lakini elimu, skuli nyingi sasa hivi hawatembei watoto masafa marefu kwenda skuli. Kwa hiyo pia ile nayo inaingia kama ni sehemu ya maendeleo. Kwa hiyo tunaposema maendeleo au ukuaji wa uchumi, haya yote tunakuwa tunayaingiza. Ile sehemu ya kipato cha mtu inakuwa ni sehemu ndogo katika kuhesabu, lakini ngaje na yenyewe ina thamani yake na ina sehemu yake ya kupima. Kwa sababu hata kama atakuwa na huduma hizi zote, lakini kama hana pesa mfukoni, hana chakula, pia nayo inakuwa ni shida. Kwa sababu kama hakuna huduma, elimu bure. Kwa hiyo sasa hata kama anapata 10,000, lakini anapokwenda skuli ile 1,300 anampa tu ile mtoto kujisaidia kula, lakini hachangii elimu skuli. Na kule kuna gharama nyingi ambazo zinakuwa zinafidiwa na serikali. Unafikiri hapo Bi Mashavu? Kwa hiyo ina maana tunaposema hii ukuaji wa taifa, haya yote inakuwa tunayachukua kwa ujumla wake. Nafikiri na hii labda pengine watu wanapokaa wakazungumza kwamba labda mtu anahisi hana kitu, hizi kodi mmeziangalia kiasi gani kwa upande wenu wa tume, kwamba kuna vyombo ambavyo vinatoza kodi, lakini hizi kodi je, zinaendana na hali za wale wafanyabiashara walivyo? Labda nijibu kidogo lile la mwanzo la pato la taifa, alafu nitakuja kwenye kodi, mheshimiwa mtangazaji. Kama ambavyo mwenzangu alitangulia kusema hapa, mara nyingi sana unapozungumzia pato la taifa huwa watu wanafikiria kuwa na pesa mfukoni. Tofauti. Ukweli ni kwamba hakuna uhusiano moja kwa moja. Wazungu wanasema 1 to 1 kati ya pato la taifa la mtu mmoja mmoja na chako wewe unachukua nacho mfukoni. Lakini ukuaji wa pato la taifa kunasababisha kutokea fursa. Kwa maana ya fursa tunaangalia yote yale ambayo
yamepimwa ambayo yamefikia kupata hilo pato la taifa. Kwa mfano sekta kama za nyumba, sekta kama za mahoteli, sekta kama benki, sekta kama barabara, haya yote hizi zinasababisha kutokea kwa fursa. Na nikisema fursa maana yake nini? Fursa ni kwamba utakuwa unapata matibabu mazuri, utapata elimu nzuri, utapata barabara nzuri, utapata fursa za kuajiriwa. Sasa na kwa kiasi gani mwananchi anatumia fursa zile ili kuongeza pato lake. Lakini kuwepo tu kwa hizi bila wananchi wenyewe kuchakarika hakutosaidia sana kusema kwamba pesa zitaingia mfukoni. Kwa hiyo zaidi tunaangalia, na ndio maana serikali kwa maksudi kabisa ikaweka utalii kwa wote. Na kwa nini utalii kwa wote? Utalii ni sekta moja ambayo inachangia kwa kiasi kikubwa katika pato la taifa. Mchango wa utalii sasa hivi baada ya ili zoezi la rebase, utalii pamoja na huduma unachangia 48% kwenye pato la taifa. Maana yake hii ni sekta mama, ni sekta kubwa ambayo itakuwa na fursa nyingi. Kwa hivyo wananchi wanatakiwa wachangamkie hizi fursa ambazo zipo. Kwa hiyo Tume ya Mipango pamoja na serikali yote iko pale kuhakikisha kwamba hizi fursa zinatumika vizuri ili kuongezea mapato wananchi. Sasa nije kwenye swali lako kuhusu kodi. Kodi ambazo zinawekwa ni kodi ambazo zimefikiriwa, zimefanywa utafiti na taasisi zetu zote ikiwemo ZRB, Zanzibar Revenue Board, pamoja na TRA, Tanzania Revenue Authority. Si kodi ambazo serikali inaamua tu kusema kwamba tuweke kodi hii, lakini hizi ni kodi ambazo zimewekwa kufuatana na mifumo hii. Kuna sera ambazo serikali nazo, wanaita sera ya fedha na fedha za kiuchumi. Sasa hizi sera zinaangalia kwa karibu sana, na kwa taarifa yako na kwa taarifa ya wasikilizaji, tuna kitu tunakiita financial programming. Financial programming inaangalia kwa kiasi gani uchumi wa nchi utakuwa, na kiasi gani kitozwe kama kodi, na kiasi gani kitatumika kama matumizi ya kawaida na matumizi ya maendeleo. Kwa hiyo haya yote yanapangwa na serikali kwa kutumia mbinu mbalimbali ikiwemo utafiti na kutumia hizo program mbalimbali. Sasa na mimi nichukue fursa hii kama ambavyo mwenzangu katangulia kusema, niwashukuru sana Bwana Adam Natepe pamoja na Bwana Abu Amar kwa maswali yao mazuri. Nadhani kama ambavyo mwenzangu kasema hapa, wanawakilisha wengine wote ambao leo hawatopata fursa. Lakini nataka niwahakikishie kwamba sisi sasa hivi tumeamua kwa makusudi kabisa kuja mbele ya wananchi na kuzungumza nao. Na kuanzia sasa hivi Bwana Natepe alisema kila baada ya miezi mitatu, lakini Bwana Amar amesema kila baada ya miezi miwili. Sisi tuko tayari kwa tunakuja na hizi zitakuwa ni mtiririko wa vipindi vya Tume ya Mipango ambayo tutakuwa tunawajulisha wananchi kuhusu maendeleo ambayo yanapigwa katika nchi yetu. Sasa jingine ambalo Bwana Adam amelizungumzia ni kuhusu matumizi ya serikali kwamba makubwa zaidi kuhusu matumizi ya serikali kwa makubwa maendeleo. Labda hili nimwachie mwenzangu Kamishna Masha. Hebu lielezee hili la bajeti. Asante mtangazaji na katibu mtendaji. Hili kwa kawaida bajeti tunavyopangwa kunakuwa na matumizi ya kawaida na matumizi ya maendeleo. Lakini kwa bajeti ya 2016-17 ile bajeti yote ya serikali ambayo imepangwa, mpango wa maendeleo ulipangiwa 46% ya bajeti yote. Kwa hiyo karibu nusu kwa nusu. Na kwa 2017-18 karibu 47% ya bajeti yote iliyopangwa ilikwenda kwenye mpango wa maendeleo. Kwa hiyo tuko karibu tuko nusu kwa nusu. Kwa hiyo sio hali mbaya. Kwa sababu tukiangalia kwa wenzetu wa Tanzania bara kwa kama kwenye 30% na kwa karibu, lakini sisi tuko kwenye 47%. Kwa hiyo ni kiwango kizuri katika ulinganisho. Na katika utekelezaji wa bajeti ya maendeleo ambayo sisi ndio tunaisimamia kama Tume ya Mipango, kwa utekelezaji wake kwa mwaka jana huu 17-18 serikali iliweza kutumia katika hiyo 47% karibu 90% ya bajeti yote ambayo ilipangwa iliweza kutoka na kuweza kutekelezwa.
na miradi mingi ya maendeleo kwa mwaka huu imeweza kutekelezwa. Kwa mfano terminal 2 ambayo kwa sasa hivi tumeongeza terminal 3, hii ya mpiga duri nitamwachia katibu mtendaji ataelezea. Watu ambao wanaonekana kama kuna vugu la labda kwa maneno ya haraka, labda watu wanakula pesa lakini hakionekani ambacho kinatakiwa kufanyika. Hii kwa bandari hii ya terminal 3 pia sisi kama unavyoeleza, mimi ni kamishna wa ufuatiliaji na tathmini. Kwa hiyo katika moja ya majukumu ya tume ni kufanya ufuatiliaji na tathmini. Kwa hiyo huwa tunafanya ufuatiliaji wa hii miradi yote ya maendeleo. Na hii miradi mikubwa ambayo nafanya huwa tunafanya ufuatiliaji wa karibu. Kwa hiyo kwa hii terminal 3 naomba kumhakikishia ndugu muulizaji pamoja na wananchi wengine mradi unaendelea. Ingawaje ni kwa sababu saa hizi wakiangalia pale kuna kazi zinaendelea kwa wale ambao wanapita pale uwanjani. Kwa hiyo ndani kuna ujenzi unaendelea pamoja na nje unaendelea. Lakini hii la kuongezeka bei kuna mambo ya kiufundi ambayo yalitokezea ndio ikasababisha hiyo. Lakini kwa hii bandari ya mpiga duri nitamwachia katibu ajibu baadaye. Alafu ile labda uwiano wa utegemezi kwa wahisani kwa sasa hivi Zanzibar kwa bajeti ya mwaka 2017-18 tulikuwa tuna